Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera. Katika kipindi hiki cha Familia ni Nyumba ya Mungu kinachokujia moja kwa moja kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 12:30 jioni na marudio yake kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12:30 jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa hapa Seminari Kuu ya Mtakatifu Karoli Lwanga Segerea, Dar es Salaam. Na leo hii upo nami Frateri Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, nayesoma Segerea mwaka wa 3 wa teolojia. Na iwapo una maswali, maoni au mapendekezo juu ya kipindi hiki, usisite kututafuta kwa namba 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Na mada yetu ya leo ni juu ya mfumo dume na unyanyasaji wa wanawake katika familia. Mfumo dume na unyanyasaji wa wanawake katika familia. Karibu tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, tunakushukuru kwa zawadi ya familia takatifu ya Yesu, Maria na Yosefu, ili iwe mfano wa fadhila mbalimbali kwa familia zetu za wanadamu. Tunakusihi kwa wema na kwa maongozi ya Roho wako Mtakatifu, uzijalie familia zetu amani, upendo na mshikamano kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji, awali ya yote ifahamike kuwa mada hii ya mfumo dume na unyanyasaji wa wanawake katika familia hailengi kuchochea kiburi na majivuno kwa wanawake mbele ya waume zao, bali kuondoa kila aina ya unyanyasaji na vitu vyote vinavyomkandamiza mwanamke katika familia na jamii nzima kwa ujumla. Mada hii inalenga kuchochea utii, unyenyekevu, upendo na uwajibikaji chanya kwa mwanamke na mwanaume katika familia, ili kujenga familia bora, jamii na taifa kwa ujumla. Mpendwa msikilizaji, kutokana na hili swala zima la wajibu wa wanaume juu ya wanawake au ya wake zao, Mtakatifu Ambrosi wa Milani aliwaasa wanaume akisema, mwanamume adilifu huulinda na kuheshimu utu wa mwanamke. Mpendwa msikilizaji, mada yetu kwa leo ina malengo makubwa matatu. Lengo la kwanza ni kufahamu maana ya mfumo dume na unyanyasaji wa wanawake katika familia. Lengo la pili ni kumfahamu mwanamke ni nani awapo katika familia. Mwanamke ni nani awapo katika familia. Lengo la tatu ni kuondoa vitendo vyote vya unyanyasaji katika familia.
Ifahamike kuwa wapo wanaume pia ambao nao hunyanyasika katika familia. Kuna wanawake wanaowanyanyasa waume zao katika familia. Hilo linatambulika sana, japo wanaume hawapendi sana kujieleza namna wanavyonyanyasika. Hata hivyo, katika vipindi vijavyo, mada hii juu ya namna wanaume nao wanavyonyanyasika katika familia, basi mpendwa msikilizaji, usisite kufuatilia. Utasikiliza nini kinachoendelea katika familia zetu na namna ambavyo nao wanapaswa kupewa haki zao za msingi. Mfumo dume ni nini? Mfumo dume ni mfumo wa kijamii ambao wanaume wanapata nguvu na mamlaka zaidi kuliko wanawake katika familia na jamii nzima. Mfumo huu huchangia katika kuundwa kwa mazingira ambayo yanawaweka wanawake katika hadhi duni na dhaifu mbele ya waume zao. Mfumo huu wa unyanyasaji wanawake mara nyingi husababishwa na mila na desturi potofu za Kiafrika. Lakini pia huweza kusababishwa na kutafsiri baadhi ya vifungu vya Biblia pasipo usahihi wake, au utafsiri sisisi wa vifungu mbalimbali vya Biblia vinavyohusu nafasi ya mwanamke mbele ya mume wake. Kutokana na mila na desturi potofu, jamii nyingi za Kiafrika zimemchukulia mwanamke kama kiumbe dhaifu na duni ambacho hata haki zake ni mwanaume anayepaswa kuamua, hii iwe haki yako, hii isiwe haki yako. Hata haki yenyewe, haki ya kuvaa, haki ya kula, ale nini katika familia, baadhi ya wanaume ndio wanaoamua. Mwanamke amenyimwa hata haki ya avae namna gani, ale nini. Na hali hii imewafanya wanawake wengi katika familia zao kuishi katika manyanyaso na mateso, japo walio wengi wanabaki kimya. Kutokana na utafsiri mbaya wa baadhi ya vifungu vya Biblia pamoja na mila potofu katika jamii mbalimbali za Kiafrika, ni kwa bahati mbaya hata baadhi ya wanawake nao wamechukua nafasi hiyo kujiona dhaifu kweli mbele ya waume zao. Baadhi ya vifungu ambavyo wanaume wamekuwa wakitumia kuwanyanyasa wanawake katika familia zao, kifungu kimojawapo ni kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 16, ambapo tunakuta maneno yanayosema, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Baadhi ya wanaume wametumia kifungu hiki, neno hili atakutawala, kama silaha ya kumtawala mke wake na kumnyanyasa. Neno kumtawala mwanamke haimaanishi kumnyima haki zake za kimsingi. Ni dhahiri kwamba kwa anguko la Eva wa kwanza, anguko lile lilisababisha au lilitia doa kwa mwanamke, lilitia doa kwenye hadhi ya mwanamke. Lakini Mwenyezi Mungu kwa huruma na upendo wake mkubwa hakutaka hadhi hiyo iendelee kubaki duni. Badala yake, ili kuirejesha hadhi hiyo ya mwanamke, alimuinua Bikira Maria awe mama wa Mungu, ili kuweza kuirudisha ile hadhi ya mwanamke iliyopotezwa na yule Eva wa kwanza. Eva wa kwanza alisikiliza neno ovu kutoka kwa Shetani, akabeba mimba ya kutokutii, lakini akazaa mauti. Lakini Bikira Maria alifanya kinyume na kile alichokifanya Eva wa kwanza. Yeye alisikiliza neno jema kutoka kwa Mungu kupitia malaika Gabrieli,
akapata ujauzito wa utii na unyenyekevu, lakini pia akazaa uzima, yani Yesu Kristo. Na haya maneno yalisemwa au ni mmoja kati ya mafundisho ya mababa wa kanisa Tertullian pamoja na Mtakatifu Irenaeus wa Lyons, ambao walieleza namna Bikira Maria ambaye anajulikana kama Eva wa pili. Lakini pia hata Yesu mwenyewe alivyokuja duniani alikuja kama Adamu wa pili, ili kurudisha hadhi kwa mwanaume iliyopotezwa na yule Adamu wa kwanza. Tunaweza tukayapata haya maneno kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 5 aya ya 12 hadi ya 21, lakini pia waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 15 aya 45 hadi 47. Kutokana na mfumo huu dhaifu na unyanyasaji unaotokea katika familia, wanawake wengi ili kuweza kujikomboa wameanzisha kampeni mbalimbali, ikiwa ni pamoja na maandamano ili kuleta haki zao, ili kuweza kupata haki zao mbele ya wanaume. Ni kwa bahati mbaya baadhi ya kampeni hizo zimezidi kuchochea unyanyaswaji kwa baadhi ya wanawake. Baada kutoka kwenye kampeni na maandamano, wanapofika kwenye familia zao, unyanyaswaji unaendelea. Na hii ni vyema kwanza, kabla ya kampeni hizo na maandamano hayo, ni vyema jamii kwa ujumla imfahamu mwanamke ni nani awapo katika familia. Baada ya kumfahamu mwanamke huyu ni nani awapo katika familia, pengine kwa kujua ile hadhi yake, mwanaume hatakuwa tena na ile shauku ya kumnyanyasa mwanamke huyu. Mwanamke awapo katika familia yake ni nani basi? Mwanamke awapo katika familia yake, yeye ni mtangazaji wa habari njema. Mzaburi sura ya 68 aya 11 nasema, wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Wanawake watangazao habari ni jeshi kubwa. Kwa njia ya unyenyekevu wao, kwa njia ya utii, kwa njia ya moyo wa kujitoa, moyo wa uchaji, ile shauku ya kufundisha maadili watoto katika familia, wanaitangaza habari njema. Kwa sababu kwa njia hiyo, kwa njia fadhila hizo za kimungu, jamii njema, jamii yenye hofu na Mungu huundwa kupitia mwanamke huyu. Ndiyo maana kwa kutambua nafasi hii ya mwanamke kwenye jamii, Mwenyezi Mungu aliwatumia wanawake pia hata kwenye Agano Jipya. Wakati baada ya Yesu kufufuka, habari zilienea sehemu mbalimbali kupitia baadhi ya wanawake. Wanawake hao tunaweza tukampata Mariamu Magdalena, Mariamu mama yao Yakobo, lakini pia hata Salome. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 28 aya ya 1 mpaka ya 8, lakini pia Injili ya Marko sura ya 16 aya ya 1 hadi ya 10. Mwanamke katika familia ni mtangazaji wa habari njema, ni jeshi. Tuwe makini wanaume, tusijikute tunaharibu mpango wa Mungu kwa kumnyanyasa mwanamke. Tusijitengenezee dhambi kwa kumnyanyasa mwanamke. Mwisho wa siku mpango wa Mungu ukombozi wa mwanadamu ukashindikana kwa sababu ya tabia hii ya kunyanyasa mwanamke. Mwanamke awapo katika familia pia, yeye ni msaidizi. Mwanamke si msaidizi tu mbele ya mwanaume, bali ni msaidizi wa kufanana naye. Mwenyezi Mungu alipomuumba Adamu, akamwambia azunguke atazame miongoni mwa viumbe alivyoumba, aangalie kiumbe ambacho pengine anaweza kukaa nacho kama sehemu ya kumpatia company. Lakini Adamu baada ya kuzunguka hakuona kiumbe ambacho angeweza kukaa nacho kichwa kinamfaa, akawa mnyonge na mpweke. Mwenyezi Mungu akatambua hiyo hali, akamletea mwanamke kwa sababu wanafanana katika mawazo, katika sika na mambo mengine yote. Katika kumleta, Adamu akafurahi alivyomtazama usoni,
Yamkini alitabasamu akasema, wow, wewe ni mfupa wangu, wewe ni nyama yangu. Alifurahi kwa sababu wanafanana, ni tofauti na wanyama wengine aliozoea kuwatazama katika bustani ile. Fundi seremala anapotaka kutengeneza kazi mbalimbali kwa pamoja na milango, akitaka msaidizi, hata tafuta fundi magari kwa sababu hawataendana katika kazi hiyo. Badala yake atamtafuta fundi seremala mwenzake kwa sababu fani zao zinaendana. Katika kuunganisha ujuzi wao watatengeneza kitu kilicho chema zaidi. Kwa hali hiyo ndivyo hivyo ilivyo kwa mwanamume. Mwanamume alipata mwanamke ambaye ni msaidizi wake kwa sababu ujuzi wao unafanana. Wote wameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Mbele ya Mungu wote wako sawa. Kwa nini unyanyaswaji utokee sasa katika familia? Kumnyanyasa mwanamke katika familia ni sana kujinyanyasa mwenyewe mwanaume. Tertullian miongoni mwa baba wa kanisa aliwahi kusema aliwahi kufundisha kuwa mwanaume na mwanamke wote waliumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo mwanamke hapaswi kufanywa vitendo vyovyote vya unyanyaswaji. Mwanaume anapomtazama mwanamke basi aione sura ya Mungu. Kama alivyoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, naye pia awe na uwezo wa kuitazama sura ya Mungu ndani ya mwanamke, ndani ya mke wake. Kila wakati anapomtazama yule mke wake, aione sura ya Mungu. Auone uzuri wa Mungu na amsifu Mungu. Akisema, asante Mungu kwa kunipatia mwenzangu wa kufana naye mwema. Unyanyaswaji wa wanawake katika familia utatoka wapi endapo kila mwanamume atakuwa na dhana hii njema? Mwanamke pia katika familia ni mzazi. Kwenye swala zima la uzalianaji wa wanadamu, ili mwanadamu aweze kuzaa au wanadamu aweze kuzaliana, lazima kuwepo na muunganiko kati ya mwanaume na mwanamke. Sayansi inafafanua kuwa ili mimba iweze kutungwa, lazima kuwepo na muunganiko kati ya mbegu ya mwanaume iliyokomana yenye ubora wake. Lakini pia kuwepo na yai la mama lenye ubora wake, lenye sifa njema kabisa ya kutungishwa. Mbegu ya mwanaume na yai la mwanamke vinapoungana kwa pamoja hutengeneza mtoto. Kwa hali hiyo, hakuna mahala ambapo kuna uwezekano wa mwanaume peke yake kutengeneza mtoto au mwanamke peke yake kutengeneza mtoto. Lazima kuwepo na mwanaume na mwanamke ili waweze kutengeneza mtoto. Ifahamike kuwa hata Mungu mwenyewe alipomuumba Adamu, alipomaliza kumuumba Adamu, hakumwambia zaa ukaongezeke ukaujaze ulimwengu. Isingewezekana pengine, kwa sababu kunapaswa kuwepo na muunganiko kati ya mwanamke pamoja na mwanaume. Lakini baada ya kuwa amemuumba mwanamke akamleta mbele ya Adamu, hapo akaona wanavyopendeza machoni pake, akasema zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi. Sasa swali linakuja, mwanamke na mwanamke wanapoungana kimwili, lengo lake ni lipi? Kujaza ulimwengu? Au mwanaume na mwanamume wanapoungana, wanapodai kwamba wamefunga ndoa kama mke na mume katika mabano, wanalenga nini? Kujaza nini? Jambo hili haliwezekani kujaza ulimwengu kwa njia ya uzazi kwa sababu ni kinyume na asili. Mwanamke pia ni mlezi katika familia. Mwanamke ndiye nguzo kuu ya malezi ya familia. Watoto wakiwa na tabia mbaya, mara nyingi lawama hutupiwa mwanamke kwamba amewalea vibaya, lakini wakiwa na tabia njema, sifa hupelekewa mwanaume. Huu si unyanyasaji. Tabia mbaya ya mtoto au tabia njema ya mtoto inapaswa kuwa tunda la wazazi wote wawili. Unaweza kurejea kitabu cha Mithali sura ya 15 aya ya 20. Malezi bora ya mwanamke kwa watoto wake
hujenga familia bora yenye kufuata maadili mema ya Mungu. Na kwa sababu hii Mtakatifu Alexander aliwahi kusema kwenye kazi yake iliyokuwa inajulikana kama Pedagogus, alisisitiza juu ya utu na thamani ya mwanamke katika malezi. Alisema kuwa mwanamke ni muhimu kwenye ujenzi wa maadili ya familia na jamii. Kwa hiyo anastahili heshima badala ya unyanyasaji. Badala ya unyanyasaji anastahili heshima. Ikiwa kuna jamii ambayo inafuata maadili mema, ili kutengeneza jamii yenye kufuata maadili mema, ni lazima mwanamke ashiriki vizuri kwenye kutimiza wajibu wake wa kulea watoto katika maadili bora. Ni wazi kwamba hata wanaume pia wanashiriki kwenye swala zima la maadili ya watoto, lakini nafasi yao hailingani na mwanamke. Kwa kuwa mwanamke anayo nafasi kubwa, ana muda mwingi wa kukaa na watoto wake katika familia, kwa sababu wazazi wengi wa kiume, wanaume wanapoamka asubuhi wanaenda kwa majukumu yao, lakini mara nyingi kina mama ndio wanaobaki na watoto. Kwa malezi ya watoto wanafahamu kwa kiwango kikubwa. Lakini pia hata mwanaume, mme mbele ya mke wake ni kama mtoto tu. Mme mbele ya mke wake ni kama mtoto. Ndio sababu kuna msemo usemao, mwanaume anapopata mke amepata mama wa pili, na mwanamke anapopata mme amepata mtoto wa kwanza. Kutokana na hii, wapo wanaume wengi waliokuwa na maadili mabovu sana, walikuwa na tabia mbaya katika jamii kabla hawajaoa na pengine baada ya kuoa. Lakini baada ya kipindi fulani, kutokana na wale wake zao waliofundwa vizuri kimaadili, hofu ya Mungu, wachaji, wanyenyekevu, wavumilivu, wapole, utu wema, tabasamu ndio kwa linapamba nyuso zao, kwa mambo haya mazuri waliweza kuwabadili waume zao wakawa watu wema. Mienendo yao ikabadilika kabisa, wanaume hawa wakawa watu wema. Na hii pia tunaweza tukaiona kwa mme wa Mtakatifu Rita wa Kashia. Kabla ya mauti, kabla ya kifo chake, alikuwa na tabia kidogo ambazo zilikuwa njema, lakini kutokana na unyenyekevu, utu wema na maisha safi ya sala ya Mtakatifu Rita, mwisho wa siku yule mwanamume kabla hajafa basi alikuwa ameshaingia katika maisha mazuri yaliyokuwa na hofu ya Mungu. Kwa alikufa katika badiliko la kiroho kabisa. Haya, nafasi hii ya uwezo wa mwanamke kumbadili mume wake pia tunaweza tukaipata kwenye waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote sura ya 3 aya ya 1, ambapo anasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioamini neno, wavutwe kwa mwenendo wake zao pasipo lile neno, wakiutazama mwenendo wenu safi na wa hofu. Manake kwa njia ya mienendo mizuri ya wake zao, kwa njia ya maisha ya unyenyekevu, maisha ya upole, uchaji wa Mungu, basi wanaume waweze kujifunza kutoka kwa wake zao kwamba ninachokifanya juu ya mke wangu sio kizuri. Mwanamke pia yeye ni mlinzi. Mwanamke pia ni mlinzi wa mume wake na pia ni mlinzi wa watoto pia katika familia. Kitabu cha Nabii Yeremia, kwenye kitabu cha Nabii Yeremia sura 31:22 tunapata maneno yanasema, kwa maana Bwana ameumba jambo jipya duniani, mwanamke atamlinda mwanaume, mwanamke atamlinda mwanaume. Atamlindaje? Atamlinda kiroho na kimwili. Kiroho atamlindaje? Atamlinda kwa kumuombea. Ndio maana kwa wale walio katika ndoa, mwanamume kabla hajaamka asubuhi, anapoamka asubuhi kabla hajaenda kazini, ni vizuri mwanamke amshike mkono mume wake, amuombee. Wapige magoti pengine pamoja, wasali sala, amuombee mafanikio. Na hata kama haitafanyika hiyo, basi ajitenda tenge muda kwa ajili ya kumuombea mume wake. Na hii ndio ishara kwamba yeye atamlinda mwanamume dhidi ya hila mbalimbali za yule mwovu. Lakini pia yeye anapaswa kuwa mlinzi wa hisia za mume wake. Yeye ni mlinzi wa kwanza wa hisia za mume wake, ili basi matapeli wa mtaani wasimnase
anapaswa kuzilinda hisia za mume wake. Lakini pia anapaswa kulinda uhai wake. Itashangaza mwanamke iwapo atapambana kutafuta namna kuutoa uhai wa mume wake kwa sababu tu ya changamoto anazozipata kutoka kwa mwanaume huyo. Neno linasema mwanamke atamlinda mwanaume. Kwa ikitokea kinyume na hili, basi huyu sio mlinzi mwaminifu. Pendwa msikilizaji wa Radio Maria Tanzania na Radio Mbiu Sauti ya Faraja Kagera. Hadi kufikia hapa tumefikia tamati ya kipindi chetu cha Familia ni Nyumba ya Mungu kwa siku ya leo. Naamini umejifunza mengi. Usikose kuungana nami tena siku nyingine na muda na wakati kama huu. Na ulikuwa nami Frateli Revocatus Silvester Shukuru wa Jimbo Katoliki Rulenge Ngara, nayesoma seminari kuu ya Mtakatifu Karoli Wanga Segerea, Dar es Salaam, mwaka wa 3 wa teolojia. Na iwapo una maoni, maswali, mapendekezo au ushauri wowote ule, usisite kutupigia kwa simu namba 0756 47 81 78 au 0734 06 99 67. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Tumhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mama wa familia takatifu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele.